Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku, na Alhamisi ya mwisho wa mwezi huwa tunakuwa na kipindi maalum cha dakika 90 cha maswali na majibu. Basi wiki hii tunamshukuru Mungu tunaendelea pale tulipoanzia, lakini kabla sijaendelea ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kutupa mwongozo kwa ajili ya vipindi vyetu vya Bible Study na aweze kumkaribisha mwalimu kwa siku ya leo. Karibu Brother Jerry. Amen, amen, amen. Sana Priska Mungaye Mshana akizungumza mubashara kutoka liko makao makuu huduma zetu za Umoja Church International hapa Dallas, Texas. Tukaribisha ambao umeweza kuingia kwa wakati katika kipindi kingine cha Bible Study. Kipindi hiki basi kinajia kwa sana ya makanisa ya Umoja karibu sema makao makuu yakiwa Dallas, Texas. Kanisa lipo pale lipo kimtandao. Kalenda yako ikisema kwamba leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 5, 15 alfajiri tayari kwenye nyumbani South Africa. Mwalimu wetu wa siku ya leo ambaye ni mwalimu engineer Goodluck Mushi. Kabla sijamkaribisha basi kumbuka line zote zipo katika mute kwa hivi sasa, lakini nafasi yako ya mwisho ya kuwa shamasi tafadhali chukua ule ujumbe ukumbusha katika kipindi ufuadi kwa mtu mwingine mmoja tu ukimtaarifu kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili kwa makanisa ya Umoja kipo hewani. Somo tunaanza nalo wiki jana linaitwa maombi, hilo ndo title hiyo, na katika sehemu ya kwanza vipande hivi vitatu, subtitle ya kipindi cha kwanza ilikuwa ni maombi ya kimkakati kimajira. Maombi ya kimkakati kimajira. Tulianza na Danieli 9:22 tukafika na Zaburi 105:4 na vitabu vingine kadha wa kadha katika kutengeneza foundation ya somo hilo. Na katika siku hiyo ya kwanza basi ulijifunza kwamba kuna umuhimu wa namna ya kuomba katika majira tuliopo. Zaburi 105 ilikupelekesha huko. Tulipewa taarifa nyingine kubwa, dondoo nyingine kubwa zaidi kwamba maarifa muhimu kuhusu maombi yanaendana na nini? Kwamba tukaambiwa kwamba maombi ni sauti ya imani. Tuliambiwa kwamba Mungu anaangalia imani ulionayo juu ya kile unachokiombea, lakini tuliambiwa kwamba ili uweze kuomba ipasavyo kuna mambo kadha wa kadha ya kuzingatia. Na tulipewa vitu vitano vikubwa vya kuzingatia, lakini kabla kumaliza kipindi basi tuliambiwa kwamba vile vile kuna habari ya kuomba ili na wewe uweze kupata matokeo. Kwa hiyo kuna jinsi ambayo tunaweza kujifunza katika ile, na kwa siku ile basi katika sehemu ya pili vipande vitatu ya somo hilo la maombi. Na kama nilivyosema basi tulipata bahati kubwa sana kuwa naye kwa mara ya kwanza katika madhabahu haya mkufunzi kutoka Dar es Salaam Tanzania, mwalimu engineer Goodluck Mushi, na namuona kwamba yuko katika line kwa sasa. Tuko tayari basi kuendelea. Nikukaribishe mtumishi wa Mungu engineer Goodluck Mushi, sehemu ya pili kipindi chetu hiki cha maombi. Nitakukaribisha tufungue kipindi kwa sala, and then kama unataka kupita sama kidogo tunaweza kufanya hivyo, and then tena katika sehemu yetu ya pili tutakazia dakika 45 za kwetu, and then tukwa dakika 15 za mwisho kwa siku ya leo kwa maswali na majibu. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Amen wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo ametupa, na ni siku nyingine nzuri sana ambayo Mungu ametupatia katika maisha yetu. Mungu awabariki sana kwa jinsi ambavyo ameendelea kuwatumia viongozi na kila mmoja na wachungaji. Mungu aendelee kuwatunza na neema ya Mungu endelee kuwafunika. Ni siku nyingine katika kipindi cha pili kuendelea na hili somo. Wapendwa, naomba tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunalitukuza na kulimidi jina lako. Pokea sifa na utukufu na enzi na mamlaka. Unastahili peke yako, wala hapana Mungu kama wewe. Tunauliza damu yako ya thamani ipite kinena mema. Ukiachilia neema yako Bwana, masikio yetu yafunguke tupate kusikia kile unachosema nasi tupate kuelewa Bwana. Sawa sawa na kile kitabu cha Luka 24:45, utufunulie akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kama alivyokwisha kutangulia mtumishi wa Mungu, tulikuwa na kipindi cha kwanza na tumekuwa na somo lenye kichwa kinachosema maombi ya kimkakati kimajira, na kitabu ambacho tunasimama nacho katika maombi haya ni kile kitabu cha waraka wa Yakobo, ule mlango wa 5 mstari wa 16 mpaka ule mstari wa 18.
kitabu cha waraka wa Yakobo mlango wa 5 mstari wa 16 mpaka ule mstari wa 18. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Na tulipokuwa tunaweka msingi, lengo la somo hili ni Mungu kutupa akili ili tupate kufahamu juu ya umuhimu wa maombi na namna ya kuomba katika majira tulio nayo. Danieli 9:22 nimetokea sasa ili nikupe akili ili upate kufahamu. Tunaangalia mambo mawili tu. Jambo la pili ilikuwa na vipengele vitatu. Tuliangalia juu ya Zaburi ya 105 mstari wa 4, maarifa muhimu kuhusu maombi. Tukaona maana ya maombi ni sauti ya imani inayotoka ndani ya mtu kwenda kwa Mungu na iliyobeba hoja ndani yake. Lakini ili kuomba ikupasavyo kilikuwa ni kipengele cha pili cha jambo hili la pili la maarifa muhimu kuhusu maombi. Tukaona kuna vitu vinne pale ambavyo tuliweza kuvitaja, tuweze kurudi sana tulikotoka. Lakini tuliangalia kipengele cha tatu kwenye hilo jambo la pili ambalo ni kwa habari ya kuomba ili uone matokeo. Jambo la kwanza, lazima kujua cha kuomba. Maana yake lazima ujue unaombea kitu gani. Si tu kuomba, lazima ujue cha kuomba. Lakini pia sio tu kujua cha kuomba, ni lazima kujua namna ya kukiombea au namna ya kuomba hicho unachopaswa kuomba. Lakini tuliona pia juu ya kujua sababu ya kuomba unachokiombea kwa namna unavyokiombea. Kujua sababu, na Mungu anaangalia sana sababu ya kwa nini unaombea hicho unachokiombea, jinsi unavyokiombea. Lakini pia tukaona kuna kuomba kwa bidii, Hicho kilikuwa ni kipengele cha tatu kilichokuwa na sentensi kama 4 hizo ambazo tuliziangalia. Sasa kwenye hili jambo la pili tuliangalia hivyo vipengele vitatu. Leo tutaongeza kipengele kimoja alafu tutaenda jambo la tatu. Kipengele kimoja tunachoongeza hapo kwenye jambo la pili, maombi ya kuomba binafsi. Maombi ya kuomba binafsi yana nguvu sana kuliko maombi ya kuombewa. Maombi ya kuomba binafsi yana nguvu sana na ni muhimu sana kabla ya maombi ya kuombewa. Hatujasema kuombewa ni vibaya. Kuombewa kuna sehemu yake. Lakini lazima tufahamu kama wana wa Mungu kwamba maombi ya kuomba binafsi yana nguvu sana na yana umuhimu kabla ya maombi ya kuombewa. Tukiangalia ile waraka wa Yakobo mlango wa 5 ule mstari wa 13 na 14, utaona pale kwenye Yakobo 5:13 na 14 anaanza kwa kusema hivi: mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Tuzingatie ile sentensi, na aombe. Hakuanza kwa kusema huyo mtu aombewe, anasema huyo mtu aombe. Ana moyo wa kuchangamka, basi aimbe zaburi. Bado ukiangalia mstari bado unazungumza assignment au unazungumza jukumu au wajibu anaufanya mtu yeye binafsi kwanza, au wajibu anaufanya mtu yeye binafsi kwanza. Kuomba, kama bado hawezi, basi aimbe zaburi kama ana moyo wa kuchangamka. Ukisoma huo mstari wa 14 ndio unakuta sasa amekuwa hawezi, awaite wazee wa kanisa nao wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Kwa hiyo maana yake kusoma utaona maeneo mengi Biblia inasisitiza kuomba na kuna maeneo inasisitiza kuombeana. Lakini sasa haianzi kwanza kuombeana, bali inaanza kwanza kuomba ndipo tuombeane. Kwa sababu ili kuweza kufika pale ambapo Mungu anataka, Mungu anakuhitaji wewe binafsi sana uende mbele zake na kumtafuta. Na ndio maana anazungumza juu ya umtafute uso wake siku zote. Wana wa Mungu ambao Mungu ametupa neema kusikia siku ya leo, wekeza katika kujua au wekeza katika kujaa maarifa na imani ili uombe binafsi
katika yote ambayo Mungu anakupa neema ya kuomba. Lazima kuwekeza katika maarifa na katika kujaa imani ili uweze kuomba binafsi katika yale ambayo Mungu anakupa neema na ili uweze kuvuka. Wakati mwingine ukitegemea wanaokuombea unaweza kukwama. Yesu angetegemea wale wanafunzi wake. Kama Yesu angewategemea wale wanafunzi wake alioenda nao wakamuombee, siku ile alipokuwa ana huzuni kiasi cha kufa akawaambia kaeni hapa tuombe. Tunajua sote wapendwa, wale wanafunzi walilala. Yesu anarudi wamelala mara ya kwanza, mara ya pili amewakuta wamelala, akaenda tena karudi mara ya tatu. Kwa hiyo asingekuwa na mzigo wa kuomba yeye binafsi, akategemea maombi ya wanaomuombea, angekwama. Wewe ndiye ambaye unajua mahali unapita. Wewe ndiye ambaye unajua kitu ambacho kile kitu kina mzigo kiasi gani moyoni mwako. Na wewe unapatikana kila saa, ila anayekuombea hapatikani kila saa. Iko neema kubwa sana ya kuwekeza katika kuomba binafsi. Hicho ni kipengele cha 4 ambacho hatukukiangalia cha jambo la pili wakati uliopita. Lakini leo andika jambo la 3. Leo andika jambo la 3. Maombi ya kimkakati, kwa sababu tunazungumza juu ya maombi ya kimkakati kimajira. Maombi ya kimkakati ni aina ya maombi ambayo mtu anayaomba akiwa na lengo la kuona matokeo. Maombi ya kimkakati ni aina ya maombi ambayo mtu anayaomba akiwa na lengo la kuona matokeo, na yamefungwa kwenye muda fulani. Anakuwa na lengo la kuona matokeo, lakini yale matokeo anatakiwa ayaone yakiwa yamefungwa katika muda fulani. Kwa hiyo anaomba kimkakati. Na maombi haya ya kimkakati yanadai mtu aombe mpaka aone mpenyo. Kwa Kiingereza mpenyo ni breakthrough. Mpaka aone mpenyo, mpaka aone kile kitu amevuka kuanzia moyoni mwake, amepata amani moyoni mwake, mpaka aone kile kitu kimetokea, lile jambo limefanikiwa. Ndipo ambapo hayo maombi anakuwa amefikia ukomo wake. Kuna watu kadhaa kwenye Biblia ambao tumewahi kuwaona wameomba maombi ya kimkakati. Wapo wengi, lakini nitataja tu watu 2 kwenye Biblia. Mtu wa kwanza ni Ibrahim. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo 18, ukisoma mstari wa 16 ukaenda mpaka 33. Ukisoma Mwanzo 18:16 mpaka 33, utaona wale malaika waliposema tu, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Na tunajua alielezwa juu ya Sodoma na Gomora. Na tunaona jinsi ambavyo Ibrahimu aliingia kwenye maombi akiwa anamwambia, je, Bwana, utaangamiza walio haki pamoja na wasio haki? Tunajua Mungu alimwambia hapana, sitaangamiza. Utaona akiwa anazungumza naye mpaka ukafika ule mstari wa 32, akasema, Bwana, isiwe hasira, nami nitasema mara hii tu, huenda wakaonekana huko 10. Akasema, sitaharibu kwa ajili ya hao 10. Basi Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu akaenda zake. Ibrahimu naye akarudi mahali pake. Ukiangalia ya maombi ya Ibrahimu aliyoyaomba kwenye mlango wa 18, ni kama aliomba, yalikuwa ni maombi very strategical, yaliyofungwa kwenye muda, maombi ambayo ni ya kimkakati, yaliyofungwa kwenye muda. Lakini bahati mbaya huyu ndugu yetu hakufikia mwisho. Alifika watu 10 akaishia pale. Mahali ambapo alitakiwa afike Ibrahimu ni kumwambia Mungu, ukikuta mmoja, je, utaangamiza? Na tunajua ya kwamba kulingana na kile kitabu cha Yeremia mlango wa 5 mstari wa 1, kulingana na Yeremia 5:1, akikuta mtu mmoja anayeenda katika adili na anayeenda katika shauri la Bwana, anaweza akausamehe huo mji, naweza akasamehe hilo taifa kwa sababu ya huyo mtu mmoja. Hiyo ni kulingana na Yeremia 5:1.
Kwa hiyo hakumaliza maombi. Wapendwa, tukienda kusoma Mwanzo 19 ule mstari wa 27 mpaka 29, Mwanzo 19:27 mpaka 29, utaona pale ndugu yetu akiwa kama anaenda kumalizia kiporo chake cha maombi, kwa sababu anaenda kwenye ule mstari wa 27, anaanza kwa kusema Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana. Lini? Jana alisimama mbele za Bwana akifikiri labda anaenda kuendelea na maombi yake, naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ya hilo bonde, akaona na tazama moshi wa nchi unapanda kama moshi wa tanuru. Maana yake tayari ameshachelewa. Ile ilikuwa ni bad timing. Alitumia muda vibaya aliyokuwa amepewa wa kuomba. Yalikuwa ni maombi ya kimkakati, alikuwa amsumbui Mungu. Alitakiwa afike kwa mtu mmoja, ukikuta mtu mmoja. Kwa hiyo pamoja na kwamba Sodoma na Gomora walitenda dhambi, tukitazama vizuri sana huu mlango wa 18 na 19, pamoja na kwamba hao watu walikuwa wamefanya uharibifu mbele za Bwana, haikuangamia tu kwa sababu ya dhambi yao, lakini pia uliangamia pia kwa sababu ya Ibrahimu kutokumaliza maombi akafika mwisho ili Mungu aweze kusamehe huo mji. Kwa hiyo maana yake kuna mtu aliwahi kufeli kwenye maombi ya kimkakati na jambo likawa gumu sana na wale watu wakaangamia. Asante Yesu, kwa sababu angesema mtu mmoja, tunajua alikuwepo Lutu kule kwenye Sodoma na Gomora, na Lutu alikuwa mcha Mungu. Kwa hiyo ule mji ungepona kwa sababu ya Lutu, lakini ilibidi malaika akamtoe Lutu pamoja na ile familia yake, japokuwa mke wake aligeuka jiwe la chumvi baada ya kuangalia nyuma. Lakini mfano wa pili ni mfano wa Esther. Mfano wa Esther ni mfano mwingine wa maombi ya kimkakati. Kwa ile kitabu cha Esther mlango wa 4, ule ukisoma mstari wa 12 mpaka 17, kitabu cha Esther ule mlango wa 4 mstari wa 12 mpaka 17, wapendwa, tunaona tena pale maombi ya kimkakati kipindi kile cha waraka wa amani. Tayari Wayahudi wameshaandikiwa kuuawa. Waraka una muhuri wa mfalme, maana yake una muhuri wa pete ya mfalme, maana yake una uhalali. Na pia tayari ule waraka umeshasambazwa. Ule waraka tayari una timing, una siku hilo tukio lazima litokee. Kwa hiyo Esther alipopata taarifa alibisha mara ya kwanza, ya pili akapata akili, akawaambia wakaombe, wafunge siku 3, wamuombee yeye, na yeye pamoja na vijakazi wake wakaomba. It was strategic prayer. Yalikuwa ni maombi ya kimkakati ya kupangua jambo la uharibifu kubwa sana ambalo lilikuwa litokee kwa Wayahudi, na lilikuwa limefungwa kwenye muda. Kumbuka hili, lilikuwa limefungwa kwenye muda, na tunajua waliomba, na baada ya maombi mfalme baadaye akapata kibali kwa mfalme. Ule mlango wa 9 wa kitabu cha Esther, tunaona badala ya mabaya kuwapata Wayahudi, ndipo Wayahudi walipofurahi mbele ya adui zao. Iko neema ya Mungu sana mtu anapoomba maombi ya kimkakati akamaliza akafika mpaka mwisho. Kwa hiyo wapendwa, tunapozungumza juu ya maombi ya kimkakati, tunazungumza tu juu ya aina ya maombi ambayo mtu anaomba akiwa na lengo la kuona matokeo na yamefungwa kwenye muda. Hilo ni jambo la 3. Jambo la 4, mwana wa Mungu ana nafasi kubwa sana mbele za Mungu. Mwana wa Mungu ana nafasi kubwa sana mbele za Mungu kuwezesha au kubadilisha matokeo kwa njia ya maombi. Mwana wa Mungu ana nafasi kubwa sana mbele za Mungu kuwezesha au kubadilisha matokeo kwa njia ya maombi. Ni nafasi muhimu sana ambayo mwana wa Mungu amepewa. Ni nafasi muhimu sana ambayo mimi na wewe tumepewa na Mungu, ambayo tunaweza kuwezesha au kubadilisha matokeo kwa njia ya maombi. Tunawezesha matokeo
pale ambapo kinachotakiwa kutokea ni cha Mungu. Tunabadilisha matokeo pale ambapo kinachotakiwa kutokea au kilichopangwa kutokea si cha Mungu. Isaya ule mlango wa kwanza mstari wa 18, Isaya mlango wa kwanza mstari wa 18 anaanza kwa kusema hivi: haya njooni tusemezane. Biblia ya Kiingereza tukisoma tafsiri tofauti, lakini na tafsiri inasema now come let us reason together. Maana yake ni kama tunaketi naye, tunaamua, tunawaza pamoja na tunafanya maamuzi pamoja juu ya kitu. Kwa hiyo maombi si tu kuomba kawaida, lakini kwa mwana wa Mungu kuomba ni kama tunafanya kikao na Baba yetu juu ya kile tunachokihitaji na juu ya kile kinachotakiwa kisimame, kwamba kama si cha Mungu tunapangua, kama ni cha Mungu kinasimama. Tukiangalia Luka mlango wa 2 ule mstari wa 36 mpaka 38, Luka mlango wa 2 mstari wa 36 mpaka 38, utaona pale habari ya mwanamke mmoja kwenye ile Luka ule mlango wa 2 na mstari wa 36 mpaka 38. Anazungumza, walikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya uanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu ila uabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo alikuwa aondoke hekaluni, alikuwa anafunga na kuomba. Sasa mstari wa 37 naye mstari wa 38 anatuonyesha alichokuwa anakiombea kwa kimkakati namna hiyo, na alichokuwa anakiombea namna hiyo ni kitu gani. Huyu alitokea saa ile akamshukuru Mungu na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu, akawatolea habari zake. Maana yake alikuwa anaakamia ili kuwezesha matokeo ya ujio wa mkombozi wa Yerusalemu na ulimwengu wote. Kwa hiyo kuomba kwake kulikuwa kuna lenga Yesu azaliwe, na aliomba usiku na mchana bila kutoka hekaluni. Na Biblia inavyozungumza kwamba alikuwa anaabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba, alikuwa anaomba kuatamia kuwezesha matokeo ya Yesu kuzaliwa. Na Yesu alipozaliwa, alipoletwa pale hekaluni, yeye alitokea na akaanza kuwaeleza watu habari zake, akiwa anamaanisha kwamba nilikuwa ninajua na nilikuwa nasubiri nimuone huyu mkombozi wa Yerusalemu. Kwa hiyo mwana wa Mungu anayo nafasi ya kuwezesha matokeo. Maana yake kile cha Bwana kisimame na kitokee katika maisha yake. Lakini kwenye kitabu cha Esta 4 tulichosoma, Esta 4:12 mpaka 17, kwa njia ya maombi hawa watu walibadili matokeo. Badala ya kuja uharibifu katika Wayahudi, yalikuja mema kwa Wayahudi wote. Kwenye kile kitabu cha Esta 9 utaona yale maombi pale yalibadilisha kabisa matokeo. Kwa hiyo mwana wa Mungu, usilalamikie vitu na kunungunika. Mwana wa Mungu, usilalamikie vitu na kunungunika, bali simama katika zamu yako. Simama katika zamu yako. Mungu anakusubiri useme kitu juu ya hiyo hali au hilo jambo, na yeye atafanya. Mwana wa Mungu, usilalamikie tu vitu na kunungunika, bali simama katika zamu yako. Mungu anakusubiri useme kitu juu ya hiyo hali au hilo jambo, na yeye atafanya. Kitabu kile cha
Yohana Mtakatifu ule mlango wa 16. Yohana Mtakatifu mlango wa 16 ule mstari wa 24. Anasema, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Tusiishie kulalamika, tusiishie kunungunikia mambo, bali tutumie nafasi yetu vizuri. Tusimame katika zamu yetu. Kila mtu asimame katika zamu yake. Maana Mungu anakusubiri useme kitu juu ya hiyo hali au juu ya hilo jambo, na yeye atafanya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hilo ni jambo la 4 la muhimu sana. Jambo la 5 tunapoendelea katika mfululizo wa somo hili. Jambo la 5. Tuangalie maarifa kuhusu majira. Tuangalie maarifa kuhusu majira. Tunazungumza juu ya maombi ya kimkakati kimajira. Tuangalie maarifa kuhusu majira. Maarifa ya kwanza kuhusu majira. Majira ni kipindi fulani cha muda kilichobeba jambo fulani maalum. Majira ni kipindi fulani cha muda kilichobeba jambo fulani maalum na kinachodai mtu kufanya jambo fulani maalum. Ni kipindi fulani cha muda, kinaweza kikao mwaka, kinaweza kikao miaka kadhaa. Kwa sababu tunaposema majira kwa Kiingereza ni season au msimu, season. Na majira ni kipindi fulani cha muda, is the period of time. Na hicho kipindi fulani cha muda ndani yake kimebeba jambo fulani maalum kwa mtu. Kimebeba jambo fulani maalum kwa mtu. Lakini sio hivyo tu, kinadai pia mtu afanye jambo fulani maalum. Kabla hayo majira hayajapita na kabla ya hicho kipindi hakijapita, kuna jambo lazima awe amelifanya. Naomba Mungu atusaidie kuelewa hapa, wapendwa wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie kuelewa jambo hili, kile anachosema nasi. Mungu amemuumba mtu na kugawanya maisha yake katika majira tofauti tofauti. Mungu amemuumba mtu na kugawanya maisha yake katika majira tofauti tofauti. Kulingana na kile kitabu cha Matendo ya Mitume 17:26, Mungu amemuumba mtu na kugawanya maisha yake katika majira tofauti tofauti. Matendo ya Mitume ule mlango wa 17 na ule mstari wa 26, kuna sentensi anasema hivi: naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Nataka tuone akiisha kuwawekea nyakati. Kwa hiyo kilichoanza kuumbwa katika maisha ya mwanadamu ni muda. Majira yaliwekwa kwanza kabla sisi hatujaja. Mimi na wewe tumekuja tukayakuta majira, tukakuta season zipo zimeshawekwa kwa ajili kwenye maisha yetu. Kuna majira mazuri, kuna majira mabaya. Kuna majira magumu, kuna majira ambayo mtu anafurahi sana, kuna majira mtu anaweza akapita kipindi cha huzuni sana. Lakini jambo ambalo hatutakiwi kulisahau kama wana wa Mungu, kila majira yana maana yake. Kila majira yana maana yake. Na kila majira yana sababu yake. Na kila majira kuna kitu yamebeba na yana umuhimu katika maisha ya mtu, katika safari ya mtu ya maisha. Lakini wapendwa, kila majira yana kusudi. Kila majira yana kusudi. Na kila majira yanalo kusudi katika maisha ya mtu.
Kwa hiyo kipengele cha kwanza kwenye maarifa muhimu kuhusu majira ni kujua ya kwamba majira ni kipindi fulani cha muda kilichobeba jambo fulani maalum kwa mtu na kinachodai mtu kufanya jambo fulani maalum. Kipengele cha pili tunapoangalia maarifa kuhusu majira, kipengele cha pili, majira huanza na majira huisha. Majira huanza na majira huisha. Mwisho, maana yake mwisho wa majira fulani ni mwanzo wa majira mengine. Mwisho wa majira fulani ni mwanzo wa majira mengine. Ni lazima kujua cha kufanya kwenye kila majira. Narudia tena. Majira huanza na majira huisha. Mwisho wa majira fulani ni mwanzo wa majira mengine. Mtu atakavyoishi kwenye majira yanayofuata inategemea kama aliweza kufanya alichopaswa kufanya kwenye majira yaliyopita. Nitarudia hii sentensi tena, wana wa Mungu. Mtu atakavyoishi kwenye majira yanayofuata inategemea sana kama alifanya yaliyompasa kufanya kwenye majira yaliyopita. Kwa kama hakufanya alichotakiwa kufanya kwenye majira yaliyopita, majira yanayokuja ni lazima kuna mahali atakutana na madhara ya kutokufanya alichotakiwa afanye. Ni jambo la msingi sana kukumbuka hili kama mwana wa Mungu, kwa sababu kila season ina ukomo wake. Wapendwa, hata season tunayopita sasa ina ukomo wake. Kuna mahali imeanzia na kuna mahali itaishia. Haitakaa milele. Kuna mahali imeanzia, kuna mahali itaishia. Kama ilivyo kawaida, mtu hawezi akalia milele. Mtu hawezi akakwama milele. Labda akatae Mungu anapomletea msaada wa namna ya kutoka. Lakini Mungu ni mwaminifu. Mtu hawezi akakaa kwenye one season milele. Kuna wakati Mungu tu atamtoa kumpeleka mahali pengine. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu ya kwamba kila majira yamebeba kitu na kila majira yana kitu cha kufanya. Ili majira yanayofuata ili uishi vyema, yanahitaji sana kwenye majira uliopo uweze kufanya kile kinachokupasa kufanya. Okay. Twende kipengele cha tatu ili itusaidie kuelewa vizuri kile ambacho Mungu anasema nasi. Kipengele cha tatu cha jambo hili, kipengele cha tatu cha jambo hili la tano ni hiki. Kwa habari ya majira unahitaji mambo yafuatayo. Kwa habari ya majira unahitaji mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kwa habari ya majira unahitaji mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kujua urefu wa majira. Kujua urefu wa majira. Hivi hii season tuna miaka mingapi tutaenda nayo? Kujua urefu wa majira, kwamba season hii majira haya ninayo kwa muda gani? Hali hii, kwa mfano, anapita majira ya kupata au anapita crisis fulani, anapitia jambo fulani ambalo ameenda nalo, tunaweza tukasema linaisha kesho asubuhi. Okay, lazima tutafute kwa Mungu kwamba kujua urefu wa hayo majira ni muda gani. Lakini kitu cha pili ni kujua kilichobebwa ndani ya hayo majira. Hayo majira yamebeba kitu gani? Ni nini kimebebwa ndani ya hayo majira? Kwa sababu hakuna majira yanayokuja empty. Hakuna majira ambayo Mungu anayaruhusu yapite kwenye maisha ya mtu, yapite kwenye maisha yetu ambayo hajawekeza kitu ndani yake. Lazima Mungu kuna kitu ameinvest. Haijalishi ni majira mabaya au ni majira mazuri. Lazima tujifunze kumsikia Mungu
na kumtafuta Mungu kujua kilichobebwa ndani ya hayo majira ni kitu gani. Lakini ya tatu ni kujua cha kufanya kwenye hayo majira. Ni kujua cha kufanya kwenye hayo majira. Napaswa kufanya nini sasa kwenye haya majira? Napaswa kufanya nini kwenye haya majira? Ni jambo la msingi sana ambalo lazima kama mwana wa Mungu tujue kuhusu majira yoyote ya maisha ya kwako binafsi au maisha katika majira ambayo tunapitia dunia nzima. Lakini ya nne au kipengele cha nne au jambo la nne kwenye hichi kipengele cha tatu ni kujua cha kuomba na namna ya kuomba kwenye hayo majira. Lazima kujua cha kuomba na namna ya kuomba kwenye hayo majira. Kwa hiyo kuhusu majira lazima kujua urefu wa majira, kujua kilichobebwa ndani ya majira, kujua cha kufanya kwenye hayo majira, na kujua cha kuomba na namna ya kuomba kwenye hayo majira. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 12 ule mstari wa 32. Mambo ya Nyakati wa kwanza 12:32, utaona akiwa anazungumza juu ya wana wa Isakari, ambao wale wana wa Isakari walikuwa wana akili za kujua nyakati. Anasema hivi, kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa kwanza ule mlango wa 12:32, na wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasao Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Nataka tuone wenye akili za kujua nyakati na kujua ya wapasao Israeli wayatende. Kwa hiyo walikuwa wanayatambua majira, alafu wanatambua kilichobebwa ndani yake, alafu wanajua nini cha kufanya. Katika jina la Yesu, Mungu akupe akili za wana wa Isakari. Katika jina la Yesu, akupe kutambua ni kipi cha kufanya, haya ni majira gani, na ninapaswa nifanye nini, na Mungu akupe kujua hayo on time bila kuchelewa. Rafiki yetu Yusufu kwenye kitabu kile cha Mwanzo, kwenye kile kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41, kwa Mungu tasoma kwa wakati wako. Mwanzo mlango ule wa 41 mstari wa 28 mpaka 36, wakati anatafsiri ile ndoto ya Farao, utaona alizungumza pale, akamwambia kuna miaka 7 alafu kuna miaka 7. Kwa hiyo ndugu ameshajua majira yana urefu gani. Kuna miaka 7 ya kwanza, kuna miaka 7 ya pili. Haleluya. Alafu akamwambia miaka 7 ya kwanza ina shibe, miaka 7 ya pili ina njaa. Kwa hiyo ameshajua kilichobebwa kwenye hayo majira. Haleluya. Alafu akamueleza ya kwamba Farao atafute mtu, akampa nini cha kufanya kwenye hayo majira. Akampa nini cha kufanya kwenye majira ya shibe, akampa nini cha kufanya kwenye majira ya njaa. Mungu wa neema atupe akili za wana wa Isakari, na atupe akili ya Yusufu ya kujua majira na kujua cha kufanya on time kabla yale majira hayajapita, na Mungu atupe hiyo neema. Na kipengele cha 4 na cha mwisho katika jambo hili la 5, wapendwa, tupo katika majira mapya. Tupo katika majira mapya mwaka huu wa 2026. Tupo katika majira mapya mwaka huu wa 2026. Na moja ya kitu kilichopo katika majira haya ni jaribu la kiuchumi. Moja ya kitu kilichopo katika majira haya ni jaribu la kiuchumi. Tunahitaji kumwelewa Mungu vizuri sana. Tutaeleza kwa kirefu sana katika kipindi kinachokuja juu ya jambo hili, na ndipo tutakapoandika na ajenda muhimu za kuomba katika majira tulio nayo, ili tuombe kimkakati. Kuna mambo lazima tuyaombe kimkakati. Hakuna mtu hata mmoja wetu anayeweza kuzuia ya kwamba tupo katika majira mapya mwaka huu 2026. Na mwaka huu 2026 ni lango la hayo majira mapya tuliyoyaanza.
na ndani yake moja ya kitu kilichopo, kuna vitu vingi, lakini moja ya kitu kilichopo ni majira. Katika majira haya ni jaribu la kiuchumi. Wapendwa, tukumbuke Mungu anazungumza juu ya jaribu la kiuchumi. Hajasema ugumu au hajasema ugumu wa kiuchumi, anasema jaribu la kiuchumi. Tunajua shida inaweza ikabaki kuwa shida, changamoto inaweza ikabaki kuwa changamoto, lakini itakapokufikisha njia panda, changamoto ikishakufikisha njia panda, unawaza mawazo zaidi ya moja, unataka ufanye maamuzi zaidi ya moja. Niendelee au niache? Nibaki au niache? Niendelee kufanya hii kazi au niachane nayo? Changamoto ikishakufikisha njia panda, sio changamoto tena, hilo ni jaribu. Shida ikisha kufikisha njia panda, hiyo sio shida tena, hilo ni jaribu. Na jaribu lolote linadai maamuzi, linadai mtu kufanya maamuzi na kuchukua hatua za makusudi ili kuweza kuvuka salama hapo na kuweza kukaa salama katika hicho kipindi cha jaribu. Sasa katika majira tulio nayo, tutakuja kueleza vizuri juu ya hili jaribu na ni kitu gani ambacho Mungu anazungumza ndani yake. Then tuone ndio tunaombaje kimkakati ili tuweze kuona mpenyo hata katikati ya majira ambayo kuna jaribu. Na wapendwa, jaribu lipo na wengine tumeliona na tumeendelea kuliona, lakini kuna namna Mungu ataendelea kuingilia kati, ila anasubiri muombaji atakayesimama kwenye zamu yake, si kunungunika, si kulalamika, ni asimame kwenye zamu yake, amwambie Mungu anataka nini, anataka kifanyike nini. Na hii ni baada ya kupata maarifa ya kujua cha kuomba na namna ya kuomba kwenye haya majira. Mwana wa Mungu atakaposimama kwenye nafasi yake, Mungu atafuti watu, anatafuta mtu mmoja. Mtu mmoja ni wewe, mtu mmoja ni mimi, atakayesimama kwenye maombi na kuomba na kutafuta uso wa Bwana. Na tukiomba jinsi anavyotaka, kuna vitu tutaona akiwa anasimama navyo katikati ya haya majira, na tukaiona neema ya Mungu ndani yake. Katikati ya majira na jaribu la uchumi, bado ndani yake kuna mambo yataenda, na kuna vitu lazima vitafanikishwa, na kuna mambo yatatimizwa, na kuna mambo utayafanya kuliko hata vipindi vingine vyote ambavyo umewahi kuvipita katika maisha yako. Ni kiwango tu, ni namna tu ya kuona kama Mungu anavyotaka uone. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tuishie hapo kwa siku ya leo, alafu tutaendelea kwa kipindi kijacho. Nirudishe kipindi kwa mwongoza kipindi tayari kwa ajili ya maswali na majibu. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu, Engineer Goodluck Moshi, kuongoza katika sehemu ya pili ya somo hili. Na nilivyokuwa nakwenda, mtu unaweza kusahau kwamba title yake ni maombi. Pata neno kwa uhakika kusikia leo. Mungu aende kubariki mtumishi wa Mungu, wewe pamoja na huduma yako pale ulipo. Kabla sijakaribisha maswali, kuna kitu umetamka mara ya mwisho hapo kwa manufaa ya notes zetu hizi ambazo tunaziandika. Ndiyo. Umesema kwamba changamoto ama shida ikikufikisha njia panda, hiyo inakuwa sio nini bali inakuwa ni shida ikisha kufikisha njia panda, haiwi tena shida, bali inakuwa ni jaribu. Inakuwa tayari ni jaribu. Na changamoto ikisha kufikisha njia panda tu, basi hiyo sio changamoto tena, hilo sasa ni jaribu. Amen. Tunapigia mstari hapo. Asante sana. Naam, kama kawaida kipindi chetu basi unapata nafasi katika sehemu ya maswali na majibu, na mwalimu ametupa nafasi kubwa kabisa ya kuweza kuchangamkia zoezi hilo. Line zaidi ya 50 ziko live at the moment mbashara kwa siku ya leo. Angalia simu yako kwa kwanza, bonyeza alama ya nyota nambari 6, nitakuona, nitakuruhusu utajitambulisha japo kwa jina la kwanza na pale ulipo.
tunaamini kabisa kwamba swali lako unaweza kuuliza vizuri kabisa, naye dakika 2 atakayejibu ataanza kuanza kwenye audience kabla tukienda kwa mwalimu. Tutampa dakika nyingine moja upendeleo kuweka jibu lake vizuri, and then tutaendelea. Karibu wewe kwanza kwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Karibu brother Alan. Asante sana mwalimu. Mimi swali langu lipo pale aliposema kwamba maombi ya mkakati akamweka Ibrahim kama alikuwa anaomba, lakini yani ukiangalia unaona kama vile alikuwa anauliza maswali. Yani kitu gani kimeondoa kutoka kwenye maswali na kuwa maombi? Amen. Amen. Sana kwa swali zuri kabisa hilo. Mwalimu wakati anafundisha alitoa mfano kwa nyimbo amekuwa katika line. Nitaanza nanyi kabla sijaenda kwa mwalimu. Mwanzo swali nataka kusema kwamba ule mfano uliotoa mwalimu kuhusu maombi ya Ibrahim, kwa mtazamo wake mwanzo swali anasema kwamba ili ilikuwa ni maswali yale ama ilikuwa ni maombi? Una kumbukumbu gani? Angalia simu yako, uko katika mute kwa hivi sasa, alama nyota nambari 6 itakutoka katika mute, jina la kwanza pale ulipo. Ilikuwa ni Mwanzo 18:16 mpaka 13 kwa urefu huo, lakini mwingine mnafahamu Mwanzo 18:16 mpaka 33. Na karibu mtu mwingine kabla sijamkaribisha mwalimu, alama nyota nambari 6 itakutoka katika mute. Je, katika kitabu kile cha Mwanzo 18:16? Amen. Karibu. Nafikiri nani dada Messi, usikia vizuri? Amina. Asante kaka Jerry. Napenda pia kumshukuru mwalimu kwa somo zuri ambalo tunaendelea nalo wiki nyingine. Nitajaribu kujibu kwa sababu naweza kusema kwamba ni maombi, kwa sababu Ibrahimu alimwambia alikuwa na muomba Yesu, au naweza kusema wale ambao walikuwa malaika. Alimuomba kwamba je, wakiwepo wenye haki 50 bado utaangamiza? Akaenda akaomba tena, je wakiwepo 10, je wakiwepo, alikuwa anamuomba Mungu kwamba je utaweza kuadhibu waovu na wenye haki pamoja. Kwa hiyo ilikuwa ni maombi, kwamba alikuwa naomba kwa namna fulani kwa Mungu kwamba katika hii wote uliwachanganya, kuna wema, kuna waovu na pia kuna wenye haki, je utawaangamiza wote? Kwamba inawezekana kwamba inaonekana kama ni swali, lakini ilikuwa ni ombi kwamba katika hawa wote kuna ambao wako wema, je utaangamiza wote? Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ilikuwa ni ombi kwamba asiangamize kwa sababu kuna walio wenye haki katika hao waovu. Amen. Sana kwa kutuanzishia brother Messi kutoka pale Connecticut. Nikaribishi mtu mwingine mmoja. Wakati Abraham anazungumza pale Ibrahim, je alikuwa anaombi ama alikuwa akizungumza? Kama za swali alileta hapo. Anazungumza na Mungu kwa question mark mwisho kule. Je, ikiwa hivyo utafanyaje? Haya mazungumzo ama ni sala? Nafikiri mwanzo swali amegamia hapo. Karibisha mtu mwingine hapo, angalia simu yako na nyota nambari 6 utakuwa hewani, changamka. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Karibu mwalimu Glory kutoka pale Arusha. Asante. Yalikuwa ni maombi kwa sababu Ibrahimu alikuwa na uchungu kwamba wanapoangamizwa na wale wenye haki watakayo kuwepo, Mungu atawaangamiza pamoja na wenye dhambi. Kwa hiyo akawa ana mention idadi ya watu walioko ndani, kama Mungu ukiwakuta hawa nao wataangamia na wenye dhambi. Kwa hiyo kusudi la Ibrahimu kutamka kwa kutaja namba ni ile kiu na ya wenye haki walioko ndani nao wataangamizwa na wenye dhambi. Ndio maana anamwelezea Mungu, ukiwakuta wenye haki kiasi fulani nao wataangamia. Ilikuwa ni maombi ya mtu anayemtaka Mungu kupata haki yake kwa wale walioko ndani ya ule mji. Asante. Amen. Sana dada Gloria kwa changizo lako hilo. Haya, sasa niende pale alipo mwalimu wa siku ya leo. Umeweza kusikia tu ile kijaribisha kuchangia katika swali hili.
na muuliza swali anaifahamu historia vizuri kama tulivyo wengi, lakini anasema kwamba katika pale baba alikuwa hasali bwana, kama anazungumza tu. Kwa nini umefikiri kwamba, ama kwa nini umesema kwamba alikuwa anasali, kwamba yale ni maombi? Karibu mwalimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru sana kwa ajili ya muuliza swali, lakini pia kwa ajili ya wote ambao tumechangia katika hoja hii muhimu. Ni hoja ya msingi sana ameuliza mtumishi wa Bwana hapa katika jambo hili. Na nijikite kwenye ile Isaya 1:18 kabla sijajibu hilo swali. Kuna mahali tulizungumza Isaya 1:18, naamini wote tunakumbuka. Na Biblia inasema haya njooni tusemezane. Hicho ni Kiswahili, ni kwa Kiswahili ambayo imetafsiriwa moja kwa moja. Lakini ukisoma Biblia tofauti za Kiingereza, lile neno njooni tusemezane anasema now come let us reason together. Maana yake njoo tuketi, tujadili, tuamue pamoja. Tushike hiyo sentensi. Kipindi kilichopita tulizungumza juu ya kupeleka hoja, kama tunakumbuka vizuri. Tulizungumza juu ya kupeleka hoja zenye nguvu, na ili upate kupewa haki yako, Lile neno kupewa haki yako, maana yake panapopewa haki ni lazima mshindane kwa hoja, lazima ushinde kwa hoja, lazima upeleke hoja. Na kama unapeleka hoja ili upate haki, maana yake kulikuwa kuna upinzani kwamba usipewe hiyo haki, ila wewe ukashinda kwa hoja ukapewa haki yako. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi si tu mtu kupeleka kuzungumza tu yeye. Maombi ni two-way traffic, tusisahau. Maombi unaomba, unazungumza na Mungu anajibu. Unazungumza na Mungu anajibu. Ukiangalia alipoanza Ibrahim pale, utaona anasema Ibrahimu akakaribia akasema, "Je, utaharibu mwenye haki pamoja na muovu?" Hayo tayari imeshaanza kuwa wameshaingia kwenye let us reason together. Njoo tusemezane. Wanasemezana tayari. Njooni tusemezane. Maana wameshaanza kusemezana. Na wakasemezana, sema tu sasa Ibrahim hakusemezana naye mpaka moja. Angetakiwa wasemezane wafikie hoja ya moja, ambayo kulingana na Yeremia mlango wa 5 mstari wa 1, maana yake angekutwa mmoja, Mungu angeuponya Sodoma na Gomora kwa sababu ya huyo mmoja. Kwa hiyo maombi hapa ni maombi kwa sababu walikuwa wanajadili kitu katika namna ambayo utaona alienda kuangalia matokeo, kwamba ni kama alienda kucheki. Niendelee pale tulipoishia jana, kwa sababu kama alivyosema mchangiaji aliyepita, aliumia sana kuona anasema anaangamiza. Anasema yeye haiwezekani uweze kuangamiza wenye haki pamoja na waovu ndani yake. Hilo jambo usilifanye. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana katika jibu hilo na wale waliotangulia. Basi nirudi pale Houston, nipo kakaangu Allen. Vipi, tumekusogeza? Asante sana mwalimu na wote waliochangia, tuko pamoja. Amen, mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Asante kwa swali zuri. Amen. Asante sana. Tumeanza vizuri swali la kwanza, muda bado tunao dakika chache, tunaweza tukapata nafasi kuingiza swali lingine. Changamkia muda. Angalia simu yako, alama nyota namba 6 kutoka katika mute jina la kwanza pale ulipo, dakika 2 swali lako litatimia. Karibu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Kama unazungumza. Amen. Tena Ramese. Amen. Asante kaka Jerry, pia napenda kuendelea kumshukuru mwalimu. Asante sana. Swali langu ninaomba niweze kuuliza kwamba je, kuna maombi makubwa na vijiombi vidogo vidogo, au niseme maombi madogo madogo? Kwa sababu ninaweza nikasema kwamba ukisema leta hoja yenye nguvu, kwako wewe inawezekana isiwe yenye nguvu, lakini kwangu mimi ni yenye nguvu. Sasa tunautofautishaje kwamba
haya ni maombi yenye nguvu au hii ni hoja yenye nguvu. Na kama watumishi wengine wanasema ukija hapa leta maombi makubwa makubwa, leta maombi yenye nguvu, usete vijiombi vidogo vidogo. Kwa kuna tofauti gani hapo kwa maombi makubwa, maombi madogo? Na kama mfano nilitoa kwamba inaweza kuwa ni dogo kwako kubwa kwangu, au kubwa kwako dogo kwangu. Amen. Amen. Sana kwa swali lako zuri mtumishi. Nikaribisha mtu mmoja audience pale kabla sijaje kwa mwalimu. Katika maombi, je, kuna makubwa na madogo? Yote ni sawa. Najua wengi mmeshakusikia hizo kauli ya watumishi kazitumia kwamba haya maombi yale madogo usilete hapa. Labda nasema hivyo, akisema hapa tunashirikia maombi makubwa peke yake. Unaipokea vipi? Unaelewa vipi? Je, kuna maombi ambayo ni makubwa, mengine ni madogo? Ama yote sawa? Alama nyota namba 6 tutakuwa hewani, karibu. Kama unazungumza na sio kwa technology, inawezekana kabisa unazungumza mwenyewe huko. Bonyeza alama nyota namba 6 utakuwa pamoja nasi. Angalia simu yako *6. Ukisikia maombi, je, unakubaliana kwamba kuna maombi madogo? Labda ni pause that way. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Karibu, nafikiri Bibi Favor huyo. Karibu. Amina. Nitajaribu kadiri ninavyo. Napenda kumshukuru Mungu kwanza, mwalimu, kwa mafundisho mazuri kabisa. Mungu akubariki sana. Amen. Amina. Mimi nitajaribu. Mimi naona sina mstari, lakini mimi naona kama tunavyosema hakuna dhambi ndogo na kubwa, zote ni dhambi tu. Na maombi ni hivyo hivyo, hakuna maombi madogo na makubwa. Maombi ni maombi, yote Mungu anajibu. Mungu awabariki. Amen. Asante sana Baby Favor kwa kutuanzishia hapo. Amesema kwamba kama alivyonukuu kwamba hakuna dhambi kubwa, nafikiri ni Yakobo 2 somewhere, ambaye inasema hivyo kwamba dhambi zote ziko sawa. Asante sana. Kwa hiyo ameanza hapo. Haya mwalimu, sasa nikukaribisha kwa sababu ya muda. Kwa dakika hii moja iliyobakia, umekumbuka swali pale katika dhambi. Je, kuna dhambi ndogo na nyingine kubwa? Na tuweke katika namna hiyo tutapata jibu moja kwa moja kwa muuza swali. Kuna dhambi ambayo ndogo na nyingine kubwa zaidi, na kwa maana hiyo basi kwa mtumishi fulani usipeleke hiyo ndogo. Hiyo labda pia kwa mwingine, huyu ni dhambi kubwa tu. Karibu. Aliuliza juu ya maombi, kama kuna maombi madogo au maombi makubwa. Naam. Kimsingi wapendwa, hakuna, kama alivyojibu bibi yangu hapo, ameshamaliza kila kitu. Wapendwa, maombi ni maombi. Mbele za Mungu maombi ni maombi. Hakuna ombi kubwa, hakuna ombi dogo. Kila ombi lina uzito wake mbele za Mungu. Kila ombi lina uzito wake. Yaani siwezi nikasema mimi ninayoombea project yangu kubwa, na yule ambaye anamwambia Mungu nipe riziki siku ya leo maana ana riziki, alafu tukasema yule anayeomba riziki anaomba ombi dogo, wewe unaomba ombi kubwa. Hapana. Maombi ni maombi. Hakuna ombi dogo wala hakuna ombi kubwa. Sote tunasogea mbele za Mungu kuomba, na Mungu anatusikiliza sote, na neema ya Mungu tunaipata sote katika kuomba kwetu. Wapenda, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asante sana. Niende ule pale kwa netikia kwa dadangu. Kuna mtu mwingine anataka kuongeza hapo. Karibu kwa dakika hii moja iliyobakia. Bwana asifiwe watumishi. Sauti tafadhali. Amen. Karibu mama Kasha. Mimi nimesema hebu niseme nimshukuru Mungu. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake kijana wetu Moshe. Asante sana. Yani, oh my. This was so powerful. Yani mafundisho ni mazuri mno. Tumeshukuru mno jinsi ambavyo Mungu anakutumia. Yani, haleluya. Na mimi nimesema asante, na kama jinsi ulivyosema tu hapo, kwa kweli maombi hakuna makubwa, hakuna madogo.
ni jinsi ile challenge unavyoibeba mbele za Mungu. Oh my hallelujah, glory to God. Yani ubarikiwe kijana wangu. Oh my Lord, glory to God. Amen. This was so powerful. Amen. Asante sana. Amen. Ninaruhusu kwa sekunde chache zilizobakia kama 30. Sijui nani huyo. Dada Glory Show kutoka Arusha. Swali langu linasema asante sana. Alisema maombi ya mkakati. Inawezekana kabisa tusijue mkakati ni nini au tu kwa sababu ni mtu binafsi. Naomba kujua unaanzaje, unamalizaje. Asante. Amen. Sana kwa swali zuri yule la mkakati, na kwa sababu ya muda basi nitaweka mkakati tuanze nao huu katika sehemu ya 3. Mwalimu tukumbushe hili swali. Tutakufahamu tumishafahamu maombi mkakati ikoje na tunaanzaje nayo vipi. Basi kwa sababu ya muda tutaanza nalo wiki ijayo. Utaniweradhi katika hicho. Basi niwashukuru wote kabisa ambao tumeweza kuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa siku ya leo. Ilikuwa ni sehemu ya pili ya somo hili la maombi, na kwa siku ya leo kwetu tumeweza kujikita katika mambo mengi sana ambayo kupata recording na kupatia zile notes zetu. Ninaamini kabisa kwamba kuna kitu tutakipata na tutakuwa katika nafasi ya kushirikiana tena wiki ijayo katika sehemu ya 3 na ya mwisho ya somo letu hili. Lakini kabla hatujatawanyika, basi mniruhusu niwakaribishe wenzetu wa Outreach Ministry watatuongoza katika declaration yetu ile, and then baada ya pale tutaendelea na utaratibu tulionao. Karibu mwakilishi wa Outreach Ministry. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu, mtumishi Magesho. Asante sana kakangu, mtumishi wa Bwana, kiongozi wetu kwa kazi nzuri, takajeri kwa Bible study. Lakini pia nimshukuru pia mwalimu kwa kweli, kama ambavyo mamangu Makasha amesema, kwa kweli tumejifunza mambo mengi na mazuri kabisa. Sasa pendwa, declaration yetu kama unavyofahamu, tunaendelea kumlilia Mungu na kujitolea kwamba familia zote katika nchi ya Marekani zitakwenda kupitia Mungu na vizazi vijavyo vitakwenda kupitia Mungu. Ule mstari wa Yoshua 15 unasema kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Basi hapo ulipo kwa shiriki yako, kwa familia yako mwenyewe na nchi iliyotokea, naomba unmute mic yako kwa dakika moja tu ukapate kutamka hiyo declaration katika ulimwengu wa kiroho. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele za uso wako Mfalme Mungu, tukifanya declaration na kuweka kwamba familia zote za Marekani Baba zitakwenda kumtumikia Bwana, zitakwenda kumtumikia Mungu katika state ya Oklahoma, katika familia yangu. Mungu, tunaachilia neema yako na nguvu zako Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba, ingilia katika familia zote vijavyo kutumikia Baba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante sana mwenyekiti wetu wa Outreach Ministry mchungaji Mangesho kwa kutuongoza pamoja na wengineo katika declaration yetu ya mwezi wa 5. Basi nimkaribisha kwa mara ya kwanza siku ya leo mchungaji kiongozi wa makanisa moja, Reverend Dr. Absalom Nasua. Atakuwa na nasaa zake, kama kuna tangazo atatuwekea vile vile, and then atairisha kipindi chetu kwa sala ya jioni. Reverend Dr. Nasua. Amen. Asante sana. Basi nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru sana Engineer Goodluck kwa jinsi ambavyo ameleta neno hili la maombi vizuri sana, kuanzia ile sehemu ya kwanza na hii sehemu ya pili na sehemu zinazokuja. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen mchungaji. Amen baba. Kama ambavyo tunasema, ukiingia kwenye Bible study uingie na daftari na kalamu, ili mambo yote unaofundishwa uweze kuyaweka chini. Lazima ujue kitu kimoja katika kutembea na Mungu. Kama Mungu akiwa anazungumza na kuona unachukua hatua yoyote, weza kuandika, kuchukua kumbukumbu, wa Mungu ana tabia ya kupita.
lakini nataka nikutie moyo ukiingia kwenye Bible study, ingia na daftari. Mtumishi wa Mungu ameshusha pointi nzuri sana kwa mtiririko na kwa utulivu. Nawishi kama kila mmoja angekuwa ameweza kuandika na akapata muda wa kujisomea tena. Lakini ndivyo ilivyo sasa. Hata kwenye vipindi vyetu vya prayer line tumekuwa sasa na series. Kwa kila mhubiri anakuja na series. Hizo pia zinahitaji kuandika. Kwa unaandika unaweza ukasikiliza, ukafurahi, alafu kitoka hapo hakuna kitu kinazama moyoni. Kwa hiyo kutie msisitizo sana kwenye kuingia na notebook na kalamu kwenye vipindi vyetu vya sasa. Lakini jambo lingine ni shukuru dawati zima la Bible study chini ya Priska Mungai Mshana, Jerry Mkoni, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnaofanya ya kutuletea watumishi wazuri sana wa kutusaidia. Mungu awabariki sana. Amen. 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 Mara kadha wa kadha nimezungumza juu ya jambo hili ya kwamba ukiwa ndani ya huduma za umoja alafu ukashindwa kuingia mbinguni, hata shetani mwenyewe atakucheka. Atashangaa umeshindaje kuingia mbinguni. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kila mtumishi ambaye tunajua na kitu amekibeba kwa ajili ya kutusaidia kwenda mbinguni, basi tumekuwa tukiwatafuta na kuhakikisha wanaleta kitu hicho hapa. Kwa hiyo nikutie moyo sana ya kwamba haya yote yanokuja na kukusaidia wewe kwa na uhakika wa kuingia mbinguni. Jambo la mwisho ni muhula wetu wa chuo cha UIBC. Tumishi amezungumzia hapo kidogo umuhimu wa kuwa na knowledge katika mambo mbalimbali. Unapokuwa na knowledge ya Mungu, unakuwa na uwezo mkubwa wa kujua jinsi ya kufanya vitu vingi. Unapokuwa na knowledge kabisa, utashindwa na vitu vingi vidogo vidogo sana. Na naamini Bwana Goodluck ambaye ni engineer, ukiangalia vitu anavyovishusha unaona kabisa huyu ni msomi, au utapata muda wa kuuliza huyu ni msomi au sio msomi. Kuna tofauti ya msomi anavyoshusha vitu na mtu wa kawaida, hata kama amejazwa Roho Mtakatifu. Lakini msomi anapojazwa Roho Mtakatifu anafanya vizuri zaidi kuliko mtu wa kawaida. Na ndio maana nakutia moyo kujiunga na chuo chetu cha UIBC, chuo ambacho ni bora kuliko vyuo vyote vya dini duniani. Na utaniambia kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu ni chuo pekee ambacho maprofesa wake wote wana PhD. Kuna maprofesa 15 pengine karibu, na kuna hata mmoja ambaye hana PhD. Na Mungu alituambia hivyo kwamba watakaofundisha chuo hiki wote watakuwa na PhD. Na ubora wa chuo sio majengo, bora wa chuo ni maprofesa walioko ndani, ndio bora wa chuo. Kwa nikutie moyo, jiandikishe, muda ndio sasa, usipoteze muda. Jiandikishe, tarehe 25 tunafungua chuo chetu rasmi, na ningependa kila moja aweze kuwemo ndani. Baada hapo nitoe baraka za mwisho. Mungu wetu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote zimepitiwa na kuhakikishwa, awalinde, awatunze na wafanikishe katika kila tendo jema kwa wiki nzima iliyoko mbele yetu, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana utumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa ya Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa nasaha zako na matangazo na kutuongoza katika
kutuaisha kipindi kwa sala jioni. Dawati nachukua nafasi kuwashukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho kwa siku ya leo. Nikianza kuwatambua wale ambao walipata nafasi ya kuuliza ama kuchangia maswali kwa siku ya leo. Brother Alan Mfuru kutoka pale Houston, dada Mercy Lazaro pale Connecticut kwa maswali mawili kwa siku ya leo. Mwalimu Glory Show pale Arusha Tanzania, sauti tumesikia haiko mzuri, tukuombe kwa Bwana aweze kutengaza hicho kilichotokea hapo. Tumeweza kupata nafasi kusikia mtumishi wa Mungu Mwalimu Janet Kasha pale Alabama, na karibu sana basi mtumishi kwa siku ya leo alikuwa mwalimu engineer Goodluck Mushi. Huyu ukiwa nyumbani kule Tanzania utamkuta katika KKTDMP usharika wa Buko pale Dar es Salaam Tanzania, pamoja na huduma nyingine nyingi ambazo anatumika katika nafasi yake ya walimu. Walikuwepo baadhi ya watumishi katika line, wengine umewasikia, wengine hujawasikia. Upata nafasi kumsikia Dr. Nasua, lakini First Lady naye yupo kwa siku ya leo, Mama Esther Nasua. Mchungaji Lisa Mangesho ulimsikia akiongoza declaration, huku msikia lakini yupo mwalimu Olivia Andrews pale New Jersey. Umeweza kumsikia Mama Kasha, lakini tunajua kwamba mchungaji naye yuko pembeni pale. Nilimuona vile mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ganes Msemo. Umeweza kumsikia mwalimu Glory Show. Nimeona mchungaji Lilian Joseph kutoka pale Houston. Kuna mmoja afikiri ameingia akatoka basi aweza kunukuu, lakini Mungu amekuona na tumefurahi na tumefurika sana kuweza kuwa pamoja nayo kwa siku ya leo. Sehemu ya 3 na ya mwisho itakuwa wiki ijayo muda na wakati kama leo katika namba hii. Kipindi hiki cha kwanza na cha pili asubuhi utakuta katika channel yetu ile ya YouTube inaitwa Umoja Church Bible Study. Umoja Church Bible Study, nenda pale, gonga kengele, subscribe, utapata nafasi ya kusikia kipindi hiki pamoja na vingine vingi ambavyo viko. Na kuisha kipindi hiki basi ni mwendelezo vipindi vingine vinavyojia kwa sana makanisa Umoja. Prayer line itakuwa hewani kama kawaida 12 asubuhi katika namba ile ya prayer line. Sisi tuko hewani wiki ijayo kama nilivyosema Alhamisi huku Marekani, Ijumaa kwa nyumbani East Africa, katika kipindi cha 3 na cha mwisho cha kipindi hiki. Kwa niaba basi ya wenzangu wote wa dawati hili la Umoja Church Bible Study, dada Priska Mungai Mshana, dada Hilda Biabato Kari, brother Jibi Msemo na Alan Mpuru, naitwa Jerry Mkonyi. Tukiwa amani ya Bwana, tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Usiku mwema na alfajiri njema kutokana na majira na wakati hapa ulipo. Amen, 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 Amen. 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 Amen.